Hii ni tathmini fupi ya chaguzi kuu zilizofanyika Afrika 2025-2026. Mwaka 2025 hadi 2026, Afrika imeshuhudia chaguzi kadhaa zilizobeba uzito mkubwa wa kisiasa, huku wananchi katika nchi mbalimbali wakitumia sanduku la kura kuamua viongozi na mwelekeo wa mataifa yao. Lakini nyuma ya foleni za wapiga kura, kampeni na matokeo, kumekuwa na swali kubwa: je, uchaguzi barani Afrika unatoa nafasi ya kweli kwa ushindani wa kisiasa na upinzani? Katika makala hii tunaangazia kwa kifupi hali ya uchaguzi katika nchi 5, tukitathmini namna siasa za ushindani zilivyojitokeza na kile ambacho chaguzi hizi zinatufundisha kuhusu mustakabali wa demokrasia barani Afrika. Mwandaaji na msimulizi wa makala haya, mimi ni Godfrey Mengele. Kabla ya kuendelea, tuandikie maoni yako. Je, uchaguzi barani Afrika unatoa nafasi ya kweli kwa ushindani wa kisiasa na upinzani? Tuanze na Tanzania. Uchaguzi wa Oktoba 2025 ulikuwa na ushindani mdogo kutokana na vikwazo vilivyowakabili wapinzani. Chama kikuu cha upinzani Chadema hakikushiriki katika uchaguzi, huku viongozi wake wakikabiliwa na mashtaka na hatua za kisheria. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi katika uchaguzi huo kwa kupata kura 98%. Umoja wa Afrika na taasisi nyingine ulisema uchaguzi huo haukuendana na baadhi ya misingi ya kidemokrasia na viwango vya kimataifa. Cameroon. Uchaguzi wa Oktoba 2025 ulikuwa na ushindani mkubwa zaidi kuliko Tanzania, hasa kutokana na changamoto ya Issa Chiroma Bakari dhidi ya Rais Paul Biya. Hata hivyo, upinzani ulidai kulikuwa na udanganyifu na ukiukwaji wa taratibu. Biya alitangazwa mshindi kwa kupata kura 53.66%, huku Chiroma akipata 35.19%. Baada ya matokeo, maandamano na vurugu ziliripotiwa katika baadhi ya maeneo mbalimbali nchini Cameroon. Nchini Uganda, uchaguzi wa Januari 2026 ulikuwa na ushindani mkubwa kati ya rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni na Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine wa National Unity Platform. Museveni alitangazwa mshindi kwa 71.6%, huku Bobi Wine akipata 24%. Upinzani ulipinga matokeo na kudai kulikuwa na udanganyifu. Kampeni pia ziliathiriwa na kukamatwa kwa wafuasi wa upinzani, matumizi ya vyombo vya usalama na kukatika kwa internet wakati wa uchaguzi. Benin. Uchaguzi wa Aprili 2026 ulishuhudia Romuald Wadagni akishinda kwa zaidi ya 94% ya kura, mpinzani wake mkuu Paul Hanpe akikubali kushindwa. Hivyo kwa upande wa matokeo, upinzani ulikuwepo, lakini haukuwa na nguvu ya kutosha kuleta ushindani wa karibu. Zambia. Uchaguzi wa Agosti 2026 umeonyesha ushindani wa maana kati ya Rais Hakainde Hichilema na mpinzani wake Brian Mundubile. Hichilema ameshinda kwa takriban 60% dhidi ya 38 za Mundubile. Hata hivyo, mchakato ulikumbwa na vurugu, kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wa upinzani na malalamiko kuhusu mwenendo wa uchaguzi. Licha ya hayo, upinzani ulionyesha uwezo mkubwa wa kupata kura na kuleta changamoto kwa serikali iliyopo madarakani. Kenya inaelekea katika uchaguzi mkuu, huku ushindani mkubwa ukijikita kati ya Rais William Samoei Ruto na makundi ya upinzani yanayojaribu kuunda muungano mmoja wa kumkabili kwa sasa Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu rais wa Ruto na sasa kiongozi wa Democratic Citizens Party. Amejitokeza waziwazi kama mmoja wa wapinzani wakuu wa Ruto. Gachagua amekuwa akisema atamkabili Ruto moja kwa moja katika uchaguzi wa mwaka 2027. Usisahau, tuachie maoni yako hapa. Je, uchaguzi barani Afrika unatoa nafasi ya kweli kwa ushindani wa kisiasa na upinzani? Kufikia hapa ni tamati ya makala haya. Mwandaaji na msimulizi, mimi ni Godfrey Mengele.